Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa television Tumaini, karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha Walei Tuzungumze, ambapo samani ndani ya studio leo siko peke yangu, niko pamoja na ndugu Gordon Runyagila. Karibu sana. Asante. Lakini sana. Pia niko na dada Adolfina. Karibu sana. Mimi ni Selina Joseph Matuje, tunakukaribisha sana katika kipindi cha Walei Tuzungumze. Mada yetu siku ya leo ni namna ya kumpata kiongozi bora ndani ya kanisa Katoliki. Hiki ndicho ambacho tutakizungumza siku ya leo, lakini bado tunatembea na mada yetu kuu, karakana ya uongozi kwa mwaka wa 2025. Basi nikiwa ninawakaribisha ndugu zangu, basi moja kwa moja nimkaribishe dada Adolfina tuweze kuanza kipindi chetu kwa sala. Karibu. Asante. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamee na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Na mtazamaji, basi baada ya sala hiyo ya ufunguzi, moja kwa moja nimkaribishe dada Adolfina aweze kujitambulisha vizuri, tumfahamu kwa uzuri kabisa, na hata tutakapokuwa tukizungumza basi tutajua namna gani na ni kipengele gani yeye ataweza kukisimamia katika kufahamu zaidi namna ya kumpata kiongozi bora ndani ya kanisa Katoliki. Kumbuka tunaelekea kwenye uchaguzi, ni mwezi wa 7 tu, kwa hiyo karibu. Asante. Naitwa Adolfina Luambano, natokea parokia Mtakatifu Vincent wa Paulo Kibamba. Mimi ni mwinjilishaji wa jimbo, lakini pia ni mwalimu wa uimarishaji wa familia Tanzania, UFATA. Ndio. Haya, karibu sana dada Adolfina. Pia mwalimu Gordon. Nashukuru sana dada Selina. Naitwa Gordon Runyagila, natokea parokia ya Roho Mtakatifu Segerea. Ni mjumbe kamati ya uinjilishaji kwa jimbo la Dar es Salaam. Lakini vile vile ni mwenyekiti shirikisho vyama vya kitume jimbo. Ni mwenyekiti wa shirika la Moyo Mtakatifu wa Yesu kwa jimbo la Dar es Salaam. Na ni mtunza hazina kwa Tanzania wa shirika la Moyo Mtakatifu wa Yesu. Karibu sana na hongera kwa utume. Nashukuru sana. Amina. Haya ndio mambo ambayo tunayatafuta ndani ya kanisa Katoliki. Ni mambo mazuri kabisa unapokuwa katika utume. Tunamuona kaka Gordon ana utume mwingi kweli ndani ya kanisa. Unawezaje kufanya hivi vyote? Ni Mungu ananisaidia. Namshirikisha Mungu, kwa sababu bila kumshirikisha yeye hakuna kitu. Hakuna kitu. Kwa hiyo ndio. Ni Mungu tu. Sala zaidi, maana peke yetu hatuwezi. Tunamwomba Roho Mtakatifu mara nyingi ndo anetusimamia. Haya. Tumeona basi mojawapo namna ya kumpata kiongozi bora. Kiongozi bora mojawapo ile unatakiwa uwe na kumshirikisha Mungu. Tumeona kumshirikisha Mungu mojawapo hiyo, lakini sasa niende kwa kiongozi Gordon. Ndio. Tumesema namna ya kumpata kiongozi bora. Labda kuna mwingine bado anajiuliza, huyu kiongozi, kwanza tukisema kiongozi ndio nani? Hebu tupe kwa ufafanuzi kidogo, alafu tuweze kuendelea sasa tuone zile sifa za huyu kiongozi anayetakiwa ndani ya kanisa. Asante dada Selina. Kwanza napenda kumshukuru baba mkurugenzi utume wa walei jimbo kuu la Dar es Salaam, Father Vitalis Kasembo, ambaye ndio mwalimu wetu mkuu na kiongozi wetu kwenye idara ya utume wa walei, na tuko hapa kwa niaba yake. Na yeye ndio aliyetupangia mada kwamba tunaomba basi leo ili ndio la kuwakilisha kwa waamini na tuweze kutembea pamoja katika mwaka huu. Huu mwaka una mengi. Umeongelea katika kiongozi ni wa namna gani. Lakini dada Adolfina anaweza akatupitisha kiongozi akasema zile sifa za kiongozi. Lakini kabla ya hapo mimi nilikuwa napenda sana atusomee neno la kutuongoza kwenye kipindi cha leo. Amina. Kwa sababu ni vizuri tukaongozwa na neno la Mungu
nilikuwa namuomba tusomee Injili ya Luka sura ya 17 aya ya 7 mpaka ya 10. Karibu dada Adolfina. Asante. Injili ya Luka sura ya 17 aya ya 7 mpaka ya 10 inasema hivi: lakini ni nani kwenu mwenye mtumwa alimaye au achungaye ng'ombe atakaye mwambia mara arudipo kutoka shambani, njoo upesi, keti na ule chakula? Je, hata mwambia, nifanyie tayari chakula nile, nifanyie chakula tayari nile? Jifunge unitumikie, hata niishe kula na kunywa, ndipo nawe utakapokula na kunywa. Je, atampa asante yule mtumwa kwa sababu amefanya alivyomwagiza? Vivyo hivyo nanyi mtakapokwisha kuyafanya yote mlioagizwa, semeni, sisi tu watumwa wasio na faida, tumefanya tu yaliyotupasa kufanya. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Asante sana dada Adolfina. Nimefurahia hili neno kwamba tusisubiri kupewa asante katika kazi ya Mungu. Kupewa asante. Sababu kuna watu wote anaweza kusema jamani, nimefanya hii kazi hata cheti sina. Sijapewa cheti, sijapewa zawadi. Tumeambiwa kazi ya Mungu, tusiwaze hivyo, na tuwe tayari, tuwe watu ambao tusio na faida, yani tutende kadri ambavyo tumeelekezwa. Kwa hili neno ndo linarudi pale uliko nichokoza kwamba huyu kiongozi ni wa aina gani. Kwa hiyo namuomba dada Adolfina uendelee kuzitaja zile sifa kabla tujaenda ni jinsi gani sasa tunampata huyu kiongozi. Naam. Karibu sana dada Adolfina. Asante kaka Gordon. Tunaenda mwaka wa uchaguzi, hivyo yatupasa wote tutambue kiongozi au sifa za kiongozi. Sifa ya kwanza, anatakiwa awe tayari kujitoa. Ndio. Awe tayari kujitoa wakati unaofaa na wakati usiofaa. Wakati wote kiongozi huyu anatakiwa awe tayari. Lakini pia awe anayekubalika. Akubalike kwa jamii, lakini akubalike katika kanisa. Na siwe tu anakubalika na mtu mmoja, labda baba anamkubali, baba paroko, awe anakubalika pande zote. Lakini sifa nyingine ya kiongozi, anatakiwa awe na uwezo wa kupambanua mambo, uwezo wa kuweza kuleta jumbe ambazo zina sifa mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini kama atapatikana ambaye hana sifa hizo, basi ajengewe uwezo wa kuweza kufanya upambanuzi wa mambo mbalimbali. Haya yote tunayapata katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 1 aya ya 13, lakini pia katika kitabu cha Kutoka sura ya 18 aya ya 21. Sifa nyingine, anapaswa awe na utayari wa kufanya kazi ya Mungu. Awe tayari kufanya kazi ya Mungu na asifanye kwa manunguniko. Maana tunaona viongozi wengi wakichaguliwa utakuta ananungunika, anasema kwa nini muda mwingi na upoteza katika kufanya kazi za kanisa. Hili nalo tunalipata katika kitabu kile cha Mwinjili Luka sura ya 5 aya ya 8 mpaka ya 11. Sura ya 5 aya ya 8 mpaka ya 11. Sifa nyingine, anatakiwa awe mcha Mungu. Awe mcha Mungu ambaye ana uhai katika imani. Awe hai katika imani, lakini pia watu wamkubali. Awe kioo cha jamii, awe kioo katika kanisa. Anasema kiongozi ni taa ya kanisa. Kwa hiyo kiongozi huyu anatakiwa awe mcha Mungu, awe mwenye maadili mema. Kwa hiyo awe na kubwa zaidi uhai katika imani yake, imani ya kanisa Katoliki. Sifa nyingine, anatakiwa awe mwenye upendo.
Akiwa na upendo atakuwa tayari kujitoa wakati wote, atakuwa tayari kuwasaidia watu, atakuwa tayari kulisaidia kanisa katika kueneza Injili. Hatoenda kueneza Injili akiwa na manunguniko, hatoeneza Injili kwa nje ya yale ambayo yanastahili kuyafuata katika kanisa Katoliki. Lakini hili nalo la upendo tunalipata katika kitabu cha Mwinjili Yohane sura ya 21 aya ya 15 hadi ya 19, lakini sura ile ya 14 aya ya 15 na aya ile ya 23. Lakini tunaipata pia kwenye waraka wa kwanza wa Yohane sura ya 4 aya ya 20. Kwa haya yote yanatuelekeza namna gani tutampata kiongozi katika kanisa Katoliki. Lakini kiongozi huyo kubwa zaidi awe mcha Mungu, awe anayependa kusali. Kwa hiyo nafikiri hapo dada Selina umeona kwamba sifa za kiongozi tunayemwangalia ni mtu wa aina gani. Sasa baada ya dada Adolfina kutueleza hayo, tutakuja sasa moja kwa moja kuangalia ile jinsi gani anapatikana huyu kiongozi, namna ya kumpata huyu kiongozi. Na ukiangalia hapo tunasema kitu cha kwanza kuna namna mbili. Cha kwanza ni kusali. Kama ambavyo tuliona kwamba tunatakiwa kumshirikisha Mungu kwenye haya mambo na tuongozwe na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo dada Adolfina, nafikiri unaweza kaelezea hapo ni mistari hipi labda tunaweza tukaangalia kwa yule ambaye anafuatilia kipindi, anatuangalia na kusikiliza, kwamba baadaye akienda kusoma maandiko angalau wapi tu aweze kupitia. Hatuwezi kuipitia sasa hivi, lakini kwa sababu ya muda, kipindi kina vitu vingi kidogo, tumpe asije akasema hawa injilishaji wametuletea hiki kitu wamekitoa wapi. Namna kumpata kiongozi, kwanza kusali, kumshirikisha Mungu, kumkaribisha Mungu Roho Mtakatifu jinsi aweze kukuongoza. Kwa hiyo karibu dada Adolfina. Asante, nashukuru sana kaka Gordon. Vifungu ambavyo nimeweza kupita navyo ni kama nilivyovisema, lakini pia tunapata pia kwenye kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 18 aya ya 21 hadi ya 22, lakini pia sura ile ya 18 aya ya 25 mpaka 26. Kuna kumbukumbu la Torati sura ile ya 17 aya ya 14 na ya 15. Ndio. Basi na kitabu kingine ambacho tunaweza tukaongezea, kuna Injili ya Mathayo sura ya kwanza aya ya 23 mpaka 26. Tunaona wakati Yosefu amekuwa na wasiwasi, anataka amuache mama Bikira Maria, malaika alimtokea akamwambia kilichotokea hapa ni kwa uwezo wa Mungu. Kwa uwe mpole tu kumbeba jinsi alivyo. Na vile vile tunaona kwenye Mathayo sura ya 13 aya ya 2. Hii inaongelea kuhusu mpanzi, siri za ufalme wa Mungu. Kuna kitabu cha Samueli. Sasa kitabu cha Samueli ni kile cha kwanza ambacho ni sura ya 16, lakini kwanza kuna haya ya kwanza mpaka ya 4. Tunaona wakati Daudi anachaguliwa. Kwa vyote hivi unaona ni jinsi gani ni kumshirikisha Mungu kuna umuhimu zaidi. Hata Kristo mwenyewe mara nyingi tulikuwa tunaona anajitenga, anaenda mlimani kusali. Akishuka huko anakuja na la kwake. Yaani akiwa na jambo jipi kubwa tu unaona anajitenga kwanza, atakuwa kwenye kusali, akija huko basi unaona kuna kitu kinatokea. Kwa hiyo hii ni jinsi ya kwanza ya kumpata kiongozi. Lakini kwanza awe mwenye kumshirikisha Mungu. Tumepata mistari, baadhi ya mistari katika maandiko matakatifu. Ndio. Sasa jinsi ya pili ni kufuata katiba ya halmashauri ya walei. Fuata katiba. Na hapa sasa wengi hii katiba wanaivuruga, waifati, wanaibeza. Kwa hiyo mwaka huu tunaisisitizia sana. Kwamba tuwe watiifu kwenye yale ambayo viongozi wetu wa hierarkia wametuwekea. Kuna katiba ya halmashauri ya walei ya taifa. Kwa huu mwongozo ni muhimu kuona kwamba unasemaje. Na hii vyote tunaanza kuviona kwenye kuanzia katika sura ya 4.3.2. Sura ya 4.3.2 pale wanaongelea zaidi usiri.
unaongelea zaidi usiri. Lakini ukienda katika 433 inaongelea kwamba wajumbe halali. Sasa hapa kwenye wajumbe wa halali hapa huwa ndo kuna wengine wanajichomeka. Kwa mfano dada Selina na Adolfina. Tunaona halmashauri ya walei kwenye ngazi ya parokia inahusisha viongozi wale kamati tendaji ngazi ya kanda. Lakini vile vile wenye viti vyama vya kitume ngazi ya parokia. Sasa kwenye vikao vya kawaida inawezekana mwenyekiti kwenye chama cha kitume ngazi ya parokia hayupo. Kwenye vikao vya kawaida anaweza akawakilishwa na mwenzake kwenye ile kamati tendaji. Lakini ikiwa siku ya uchaguzi haina uwakilishi. Sababu yeye sio mjumbe halali. Sasa na kwenye kanda inawezekana katika wale viongozi 5 wakajiona labda tumepwaya hatupo, aende mwingine kutuwakilisha. Lakini ikiwa ni uchaguzi ni wale tu 5. Hakuna swala la mwingine mwakilishi. Kwa hiyo kwenye swala hilo tunakuwa na wajumbe halali. Lakini kwenye kipengele kingine cha 434 atakayeshinda katika hili swala ni lazima awe amepata nusu ya kula, yani zaidi ya nusu ya kula. Kwa hiyo tukisema 50 iwe imezidi moja. Kwa hiyo hiki ni cha msingi kusudi isionekane kwamba kuna upendeleo au kuna kitu kimefanyika. Na katika uchaguzi huu wote inavyoonyesha hapa inasema viongozi wote lazima wachaguliwe. Sasa tunaanza kupunguza ile swala la uteuzi. Sababu kuna watu wengi katika hii vitu unakuta saa nyingine safu nzima wameteuliwa. Sasa umewakubali wewe. Lakini je, kanisa ambalo unalihudumia umewakubali? Ile swala la kupiga kula, tumevunja katiba, limekaaje? Kutakuwa na kula za siri? Sababu unaweza ukapendekeza basi watu alafu watu wapige kula. Lakini na katika kuteua ni nani anawateua? Wanateuliwa na nani? Mara nyingi huwa ni hierarkia baba pale ambaye anakuwa kwenye parokia. Unajua kuna parokia nyingine baba anasema mimi bila huyu ndio ninayemtaka, sitaki mwingine. Kuna changamoto nyingi sana wakati wa uchaguzi. Kwa hiyo tunaomba tu mababa tujitahidi sana. Wale ambao tunawapenda basi washirikishwe waumini na wawe sehemu ya waumini wafahamu na wakubalike kwa waumini na wapite katika zile njia ambazo zinakuwa ni sahihi. Lakini tukiteua safu nzima kwamba ni teuzi, una uwezo kama tendaji ikateuliwa, yani ikachaguliwa, alafu wale wakuteua wewe waongeze. Lakini hawana mandeti katika vikao vya jimbo, wao watakusaidia wewe kwa sababu unawahitaji pale. Ni uteuzi wako. Lakini kama hawajachaguliwa kwa katiba, walali wanakosa. Na ni kula ni za siri kwa wajumbe ambao ni halali na mtu apate kula zaidi ya 50%. Kwa sasa hebu tuje hapo kwenye hao viongozi au wale washirika ambao watakuwa wameteuliwa, bado wewe kiongozi ambao umechaguliwa utakuwa unafanya kazi kwa pamoja na wao au inakuwaje? Ndio. Ikitokea kwamba kuna kamati tendaji ambayo imechaguliwa kutokana na katiba, wakaongezwa wengine kutokana na uhitaji wa baba paroko au ambaye ni kiongozi pale kwenye hierarkia, wote wanashirikiana na wote watapewa ushirikiano kwa sababu wote tunajenga mwili wa Kristo. Na sisi ni viungo. Na inawezekana yeye amewateua ana sababu zake za msingi, ana maono yake, anajua labda hapa hao anaweza kanisaidia kwenye 1, 2, 3 kuongeza nguvu. Na hicho kitu kinatokea, hakina shida. Unakuwa wewe umeteuliwa, basi unakuwa sehemu ya wale kwa ajili ya kuwasaidia zaidi. Mimi nafikiri haina shida. Basi nadhani kabla hatujaenda kuingia zaidi kwenye hii mada ambayo tunaizungumza, namna ya kumpata kiongozi bora, tupate mapumziko. Tutakaporejea tutaingia zaidi kuweza kufahamu sasa huyu kiongozi anayeteuliwa kikatiba na anayechaguliwa kikatiba. Kina nani hasa ambao wanashiriki katika kumchagua? Tupate mapumziko, tutakaporejea tutaona mambo mengi. Asante sana. Nashukuru.
Na mpenzi mtazamaji wa television Tumaini, kumbuka tu unatazama kipindi cha Walei Tuzungumze baada ya kupata mapumziko mafupi. Sasa nilisema tutakaporejea tutaweza kufahamu mambo mengi. Ndio. Tumepitia hapa tukaona kiongozi anatakiwa asiwe mwenye manunguniko. Ndio. Labda katika uzoefu wenu, ndio, mmewahi kukutana na hicho kitu, yani kiongozi amechaguliwa na alienda mwenyewe kwa moyo wake lakini bado akaja kunungunika? Pengine ni kitu gani ambacho kinamfanya awe mwenye manunguniko? Asante dada Selina. Manunguniko, mimi nafikiri cha kwanza, tusipokuwa watu wa kusali, manunguniko yatakuja. Lakini tunapopata nguvu ya Roho Mtakatifu kwa kumshirikisha Mungu na kusali na kuyakabidhi yote kwa Mungu, huwezi kuona kwamba mtu anakuwa na manunguniko. Kwa sababu hizi zote ni kama leo Papa alikuwa anaongea kwenye ile audience yake ya kawaida na katika vitu ambavyo leo alikuwa anaviongelea kwamba Kristo yeye yuko tayari muda wote kumpokea mtu, haijalishi kwamba umechelewa. Sawa? Na akasema leo kwamba akakumbukia lile somo la lile shamba. Kuna wale walioenda hadi saa 12 jioni wakapata ujira ule ule. Sasa kwa Mungu huku hakuna manunguniko, ni majitoleo zaidi. Ni kuna watu wengine wanakuwa na vitu ambavyo wanavitazamia. Kama hivyo mmesikia kuna kipindi baba askofu Jimbo Kuu la Dar es Salaam kwenye moja ya misa maazimisho alisema, nimesikia kuna watu wanalipana posho, vikome. Umeona sasa wewe kama tutendaji kwenye vikao vyenu huko parokia mnalipanaje posho? Umeona kwenye vyama vya kitume inawezekana watu wanataka kwenda kuinjilisha, chama kisogee kipanuke zaidi katika ngazi ya jimbo. Watu wanashindwa kujitoa mpaka walipwe nauli na mafuta na nini na nini. Sasa ukienda katika swala la uinjilishaji kama bado ni wachanga na hizo posho hazipo, ina maana injili inasimama. Wenzetu walijitolea sana na sisi tunatakiwa kujitoa sana, tusiwe watu wa kulalamika. Na kingine, wewe shiriki, na pale mchango wako unapohitajika toa mchango wako. Ukiona kwamba mchango wako kila unachokishauri akijachukuliwa, nawe usikate tamaa. Nafikiri hapo nimeeleweka dada Selina. Karibu dada Adolfina. Asante dada Selina. Kama alivyosema kaka Gordon kwamba katika uongozi wa kanisa kwanza ni majitoleo ya muda, lakini ni majitoleo ya sadaka. Bila kujisadaka lazima utanungunika tu. Lazima utambue, ukishajitambua nafasi yako katika kanisa, utafanya kazi kwa kujitoa pasipo manunguniko. Kwa sababu unaweza ukakuta mtu anakuambia, unaambiwa labda unatakiwa uende kwenye jukumu fulani la kanisa au kuna michango fulani inayohusiana na kanisa. Mtu ataanza kusema labda michango imezidi katika kanisa Katoliki sasa hivi. Sasa hivi hatuna wafadhili, wale ambao walikuwa na tu favor hapo zamani. Sasa hivi lazima tulijenge kanisa wenyewe. Sasa mtu unapompitia labda kwa ajili ya mchango fulani au katika labda kujitoa katika shughuli fulani ya kanisa, unakuta mtu anaanza kunungunika, anasema muda wangu wa kazini labda au muda huu mimi nitakiwa kufanya labda jambo fulani. Tunajisahau kwamba tunapata hizi baraka, tunapata neema ambayo ya kuamka hata ile asubuhi kwa ajili ya majitoleo yetu kwa Mungu. Sasa tuache kunungunika tunapofanya kazi ya Mungu ili tuweze kupata baraka iliyo kamilifu. Shukrani sana. Basi mtazamaji, tumeweza kuyasikia haya ambayo yanatokea hasa kwenye hiki kipengele. Kiongozi anatakiwa siwe mwenye manunguniko, lakini pia tumesikia kiongozi anatakiwa awe taa. Alafu dada kaongeza tena awe kioo. Hebu tutafasirie kidogo hapo. Sasa kwenye hili swala la kuwa taa na kuwa kioo, kwa mfano mimi nimechaguliwa kama mwenyekiti wa shirika la Moyo Mtakatifu Yesu ngazi ya jimbo. Maisha yangu yanaonekanaje kwenye jamii? Mienendo yangu inaonekanaje? Yale nayoyasema nikiwa kwenye jamii yakoje? Watu wanavyoniona navyoishi na watu, tunaishi kwa namna gani? Kwa hiyo tusio watu wa mdomo tu kwamba ni kiongozi, lakini basi matendo na maisha yako yaakisi kile ambacho unakifanya ndani ya kanisa. Na kujitahidi sana
kumwomba Mungu atusaidie katika yale maisha yetu, basi tusio watu wa kuwakwaza wengine. Unajikuta anakuwa mlevi wa kupitiliza, mzinzi wa kupitiliza, unashindwa kwenda katika ile maagizo ya kanisa kwamba yani wewe ni unatakiwa kwenye ndoa yako utulie kwenye ndoa yako. Wewe kama ni umekaa basi kwenye sehemu umeenda kunywa kidogo, ukae kwa heshima, watu wakuone kabisa kwamba huyu ana utulivu. Hata unavyohangaika na jamii bila kufanya ubaguzi kwamba huyu anacho, huyu hana, yani wote wachukulie kama ni sawa. Ndio. Haya, asante sana. Lakini mtazamaji, bila shaka unaona kuna mbele yetu hapa viko vitu mbalimbali ambavyo Tumaini Media imekuandalia katika mwezi huu wa Moyo Mtakatifu wa Yesu, ikiwa ni katika ile kampeni ya kutekemeza Tumaini Media kwa mwaka huu 2025. Na mwezi wa Moyo Mtakatifu wa Yesu na walezi wetu ni Moyo Mtakatifu wa Yesu, lakini inatuhamasisha sisi sote tuweze kuvitegemeza vyombo hivi vya habari. Tuje kwa mwenyekiti. Asante sana. Basi tunamshukuru Mungu sana. Kwanza kwa shirika au Moyo Mtakatifu wa Yesu kuwa ndio mlezi wa Tumaini Media. Ndio. Aliyekuwa amepata hili wazo alifanya kitu cha maana sana. Cha maana sana. Kwa hiyo ni mwezi wa Moyo Mtakatifu wa Yesu na tumeshauzindua tayari katika kutegemeza vile vile chombo cha habari cha Tumaini Media, na vile vile katika uzinduzi tumekuwa na visakramenti vingi. Kuna vitenge vya Tumaini Media vizuri sana. Na hivi vitenge bei yake ni 35,000 tu Tanzania shillings, na ukichukua zaidi ya 5 unanunua kwa bei ya 30,000. Kwa hiyo vitenge vinapatikana hapa Tumaini Media, lakini vile vile pale St. Joseph kwenye duka la Wawata vinapatikana. Kwa hiyo usikose kujipatia kitenge kizuri cha Moyo Mtakatifu wa Yesu. Unaponunua unakuwa umechangia Tumaini Media. Labda tumuongezee, kuna sehemu nyingine tena pia vinapatikana pale parokia ya Maji Matitu kwa masista kwenye dispensari yao wanavyo hivyo vitenge. Kwa hiyo wewe unaitoka huko Chalambe, sijui wapi hiyo parokia, utavipata vizuri sana. Sasa hivi ndo zawadi jamani za kuwapelekea wazee, mama mkwe wako, shangazi vijijini. Watu mnakosa zawadi, mnatafuta si dela, unatafuta nini? Mpelekee, atakikumbuka, atakuombea siku zote. Na unakuwa umempa vazi la Jumapili. Na ukimpelekea na kaela akakushona inakuwa inapendeza. Kwa hiyo ni tutumie hii fursa kwa ajili ya kutegemeza Tumaini Media, tuwashirikishe watu, tupeleke zawadi ambazo ni kweli zinampendeza Mungu. Na ukikiangalia hiki kitenge kina picha nzuri sana ya Moyo Mtakatifu wa Yesu, moyo wenye mapendo, moyo wenye huruma, mkubwa kabisa ukiangalia hapa. Sasa hii jamani, kuna mtu anatamani kukosa kweli? Hapana. Kukosa ni kitu kizuri kwa kweli. Kizuri, kina quality nzuri. Na kwa hiyo sasa mimi naomba baada ya kuandika vile vitenge kuvaa kanga za kusemana, misemo mingi kwamba sijui leo umeamkia wapi na nini, neno moja tu Tumaini Media. Alafu kina picha inaonyesha Moyo Mtakatifu wa Yesu. Kwa hiyo ni kizuri sana. Na ukishona shati kwa wale wa baba inapendeza vizuri. Na ukitaka upendeze na mama basi mama anashona, kingine anachukua utandio kwa kujiwekea hapo, unapendeza tu vizuri. Lakini hatuishia hapo. Ukiangalia ukutani hapa tulipo studio, kuna picha ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Kuna picha ya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Tuna picha nyingine kubwa ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Lakini jamani, maofisini ikiwa tunaenda chai, si maji, usalama wa vitu vyetu, mkiwa barabarani kwenye foleni, mnahitaji hivi vifaa kwa ajili ya kuwekea maji, juisi, chai, usije ukachelewa nyumbani unaenda ofisini wapi. Yani wewe unabeba, unakuwa unakunywa tu taratibu, au una sehemu yako ya kujihifadhia. Kwa hiyo hii vitu ni bei zake 25,000 kwa hizi 25 kwa moja. Labda niwasaidie wakati unaendelea. 25,000 hii moja ni chupa nzuri ambayo unaweza
ukawekea, unaona ina kifuniko kimoja alafu na kifuniko kingine tena. Hiki unaweza kubonyeza ti alafu unaona unamimina kama ni chai, kama ni maziwa. Ni chupa ambayo haipozi. Ndio. Umeona? Alafu kuna nyingine ile pale, ziko aina 3. Hizi zinatofautiana. Ndio. Hii pia umeona? Hiki nacho ni nzuri, ambayo unafungua tu kwa hapa kama hivi. Unaona? Ni chupa nzuri ambayo haipozi. Hizi ni shilingi 25,000. Tuna hii nyingine shilingi 15,000. Hizi zote tumwambie mtazamaji ni kwa bei tu ya nani? Ndio. Bei ya nini? Ya kuchangia, yani kusaidia Tumaini Media. Unaona? Ni kikombe kizuri sana kwa bei, lakini kwa bei ya dukani ni tofauti. Na hii ni kwa sababu tu wewe na mimi tunatakiwa kutegemeza vyombo hivi vya habari viweze kupeleka matangazo yake na viweze kwenda mbele zaidi. Na pia kama basi unapenda, kuna nambari hapo zinapita. Ndio. Marafiki zetu, watu mbalimbali, kuna namba pia zinapita, unaweza ukaweka kiasi chako chochote kile ambacho unachoweza kuchangia kupitia Tumaini Media. Hivi vikombe vinapatikana hapa Tumaini, picha zinapatikana hapa Tumaini. Basi tunakukaribisha sana sana. Selina. Yaani nilikuwa naangalia kwa wale ndoa unakuta watu wanalala mzungu wanne hawaelewani. Yaani ukimnunulia zawadi mwenzako hiki afa akakuta mezani umemwekea hivi, si hata hasira zinaisha. Inaisha, hasira itoke wapi? Itoke wapi jamani? Mmesali alafu anaona kikombe moyo mtakatifu wa Yesu. Ndio. Yaani moyo mtakatifu wa Yesu ni Mungu, ni moyo wa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kama ni moyo wa Mungu mwenyewe unapata kitu cha upendo. Kwa hiyo chukua hivi vikombe, chukua hizo chupa. Na kuna peni zipo, unapata. Tunavyo vitu vingi sana ambavyo vinapatikana. Kwa kweli mwaka huu ni mwaka wa neema. Ndio. Na labda tumwambie tu mtazamaji, kutakuwa na shughuli pugu. Ndio. Ya vyama vya kitume. Nimpitishe huko. Sawa. Basi katika hayo huu mwaka wa jubilei ni mwaka wa jubilei kuu ya 2025. Basi mama kanisa katika jimbo kuu la Dar es Salaam tumepangiwa kila aina ya magrupu au kila aina ya vikundi tarehe zao za kuadhimisha. Kwa vyama vya kitume VMJ ambao ni vyama vyote vya kitume vya kilika, vya kiali, na sio lazima viwe katika ngazi ya jimbo. Kuna vyama vingine vya kitume viko kwenye parokia moja tu au mbili, lakini ni chama cha kitume. Basi tarehe 7 na tarehe 8 mwezi wa 6 ndio maazimisho. Kwa hiyo tarehe 7 mwezi wa 6 itakuwa ni pugu. Tutakuwa na mafungo, tutatembelea Biblia alizini, tutakuwa na semina, na baadaye tutakuwa na mapumziko na vile vile maungamo yatakuwepo hapo, na tutahitimisha na ibada ya misa takatifu. Kwa hiyo ni siku ya tarehe 7 mwezi wa 6. Na tarehe 7 mwezi wa 6 baba askofu ameitisha kikao vile vile cha tegemeza jimbo. Hiki kitafanyikia Msimbazi asubuhi kama kawaida, mida ile saa 2 tujitahidi tuwe tumefika. Ni wenye viti, makatibu na watunza hazina wa parokia na parokia teule. Lakini vile vile kuna vile vyama vya kitume ambavyo navyo baba askofu aliviomba kuchangia katika tegemeza jimbo. Wenye viti na makatibu nao wanatakiwa kushiriki. Kuna WAWATA, kuna UWAKA, Moyo Mtakatifu wa Yesu, kuna wazee na wastaafu. Lakini na yule ambaye anapenda basi anakaribishwa. Ni vizuri kwa sababu kuna wengine baba amewakaribisha, lakini kuna mtu ambaye ana mapenzi mema ya kuchangia hivyo. Lakini kitu kingine ambacho baba mkurugenzi utume wa lei jimbo kuu la Dar es Salaam baba Vitalis Kasembo ameomba tukumbushie kila parokia wajitahidi kama ni zilikuwa zimelala ni kuuisha zile kamati za wachangamke kamati za uinjilishaji. Kwa hiyo ataitisha kikao mwezi huu wa 6. Atatupa tarehe ambako atakuwa na kamati za uinjilishaji za kila parokia. Huu mwaka sio wa mchezo. Yaani uchaguzi wa mwaka huu kama ambavyo tunasema jinsi ya kumpata kiongozi ni kumshirikisha Mungu na vile vile kufuata utaratibu wa katiba, basi baba ameandaa vitu vizuri. Kutakuwa na sala kabla ya uchaguzi, kutakuwa na novena, kutakuwa na sala maalum ambayo itakuwa
saliwa kwa ajili ya uchaguzi. Na kila ngazi ya uchaguzi tukifanya kutakuwa na semina ambazo zitaendelea katika kipindi cha miezi mitatu. Na ndio maana nawahitaji hawa wainjilishaji ngazi ya parokia wawe tayari kusudi waje wapewe semina, watusaidie kule uchaguzi ukifanyika ngazi ya jumuiya na kanda, waweze kusimamia katika ngazi hiyo. Na wale wainjilishaji wa jimbo watasimamia katika zile semina katika ngazi za parokia. Kwa hiyo ndio maana tunaomba katika kila parokia kuwepo na kamati ya uinjilishaji. Ili naomba tulifanyie kazi mapema, lakini vile vile jioni tarehe 7 ni kesha ya Pentekoste. Na tarehe 8 vyama vya kitume wataazimisha katika maparokia yao hii siku ya Pentekoste. Lakini tukumbuke tarehe 8 ambayo ni siku ya Pentekoste, michango ya kesha ya Pentekoste au sadaka, nitumie neno sadaka, kesha ya Pentekoste, lakini na ile siku yenyewe ya Pentekoste, sadaka ya kwanza na ya pili kwenye misa zote ambazo zitafanyika siku hiyo ya Jumapili Pentekoste, inatakiwa iende kwenye akaunti za halmashauri ya walei. Ni kwa ajili ya kuwezesha utume wa walei. Kwa hiyo hilo ni la msingi sana. Najua taarifa tunazo kwenye maparokia, basi lifanyike kama ambavyo mababa zetu wametuelekeza, hierarkia wametuelekeza, kwa utii kabisa na kwa uchaji na uaminifu mkubwa. Sababu unaweza ukashangaa siku nyingine kote sadaka milioni 3, lakini siku ile inaenda unaambiwa sadaka ilikuwa milioni 1. Sasa tuwe tu watiifu. Kuna fomu ambayo inajazwa ngazi ya parokia ya kuonyesha kwamba sadaka iliyopatikana misa ya kwanza, sadaka ya kwanza na ya pili, misa ya pili, misa ya tatu na kesha ya Pentekoste sadaka ipatikana ngapi, basi kwa ujumla yote inatakiwa iingie kwenye akaunti ya jimbo, halmashauri ya walei. Lakini kuna lingine ambalo la wabatizwa. Tunajua kabisa tunajenga kanisa kuu mbadala. Na hapa pole wa Kigamboni limehamia Pugu. Baba amesema limeenda Pugu. Kwa hiyo sasa ni Pugu lile kanisa kuu. Kila mbatizwa tuliomba tuchangie shilingi 2000. Na hii ilikuwa mwisho mwezi wa 5. Tumeshapitiliza muda. Kwa wale ambao hawajakamilisha, tufanye hizo jitihada kwa ajili ya kupeleka hii michango kwa baba askofu, sababu hii kazi inatakiwa kufanyika. Baba huwa anapenda uchapakazi na spidi ya kutekeleza mambo, sio mambo ya kulalalala. Kwa hiyo huwa anapenda kwamba watu wafanye vitu kwa ufanisi, lakini kwa haraka na kwa ustadi. Kwa hiyo tunapochelewesha kupeleka hii michango, tujitafakari sana. Tunakuwa tunamkwaza baba. Na kingine ambalo ni tangazo kutoka kwa baba mkurugenzi, katika vyama vya kitume tunafahamu kwamba jimbo la Dar es Salaam kuna baadhi ya parokia zimehamia jimbo jipya la Bagamoyo. Kwa hiyo katika ngazi ya jimbo vyama vya kitume, inawezekana kuna vyama vya kitume ambavyo bado nafasi ziko wazi na hazijajazwa. Kwa hiyo tumuone baba mapema, baba mkurugenzi utume wa walei, tuende tumepanga na siku ambayo tunahisi ni lini tunataka uchaguzi ufanyike, aweze kutusaidia kupata wasimamizi wa kufanya uchaguzi na kujaza zile nafasi ambazo ziko wazi. Kwa hili naomba sana lifanyike. Amelisisitizia sana kwamba vyama vyote vya kitume ngazi ya jimbo tuangalie kama kuna watu ambao wamehamia jimbo jipya la Bagamoyo, basi tumpe taarifa nafasi zipi zinatakiwa kujazwa na siku gani uchaguzi tunapenda ufanyike, tumshirikishe tuweze kutuma watu wa kusimamia huo uchaguzi. Hili nalo ni la msingi sana. Nashukuru sana. Mtazamaji, yapo mambo mengi sana ya msingi ambayo tunatakiwa kuyatekeleza hasa kwa jimbo kuu la Dar es Salaam ambayo umeweza kuyasikia, lakini yapo mambo mazuri pia kama ambavyo tumesema, kuna vitenge, kuna vikombe, lakini pia kuna nambari ya simu ambayo inapita hapo katika kutegemeza hivi vyombo vya habari. Television Tumaini unavyoona, basi ukiguswa tumia namba hizo hapo chini. Labda nitaka nisemeje kwa dakika hizi 2? Ndio. Tuwashukuru wale ambao wametushika mkono hapa, wanaotutazama. Tungekuwa tunaona namba zao na wanasema wanatoka wapi, tungeona raha sana. Na labda tuseme tu kuna huyu hapa ambaye ametumia nambari ya Mix by Yas. Shilingi 5000 tumeipokea kutoka kwa Kevin Kayombo. Asante sana Kevin, na hongera sana kwa utume wako. Ndio. Haya, huyo Kevin. Tumwangalie mwingine kwenye
muamala mwingine huu tena wa Mix by Yas pia shilingi 1000 tumeipokea kwa Maria Manonga. Hongera sana Maria, tunakushukuru sana dada Maria. Asante. Shilingi 1000 tumeipokea kutoka kwa Cecilia Bundala. Mungu akubariki sana dada Cecilia. Bundala wa jina wako Haya. Shilingi 5000 tena tumeipokea kutoka kwa Joakim Damas Kadula. Asante. Na shilingi 10,000 kutoka kwa Irene Ufo Minja. Asante sana Irene. Pia tumepokea shilingi 10,000 kutoka kwa Bertina Kuzungala Mwipopo. Hongera sana. Nashukuru sana. Asanteni sana. Basi nambari hizo zinaendelea kupita hapo, usiache kuvitegemeza hivi vyombo. Ndio dada Selina. Ni hivi kwamba tunataka kuboresha studio ya TV Tumaini. Upande wa redio tayari tunawashukuru sana wadau, imekuwa nzuri sana na mimi napenda watu watafute muda waje watembelee. Kabisa. Mchague siku ambayo wadau wanaweza wakaja wakaangalia mwaka jana tulichokipata tumefanya nini. Ndiyo. Kwa hiyo tunataka kununua na vani nyingine nzuri ya kisasa. Ndiyo. Ya kusaidia vyombo vile vya kuchukulia matukio. Teknolojia inabadilika haraka sana. Kwa hiyo tunapenda tuwape huduma ambayo ni ya kisasa na nzuri. Hii studio iwe tofauti kabisa, watu waweze kuifurahia, na basi ndo utume hivyo, injili inakuwa inapelekwa kirahisi. Lakini pesa nyingi inatumika kujilipia leseni. Kuna leseni, kuna minara ambayo imekodiwa. Kwa hiyo tunatafuta pesa nyingi kwa ajili ya kuviwezesha vyote. Kwa hiyo karibu sana na usichoke. Kama vile ambavyo kuna watu waliingia shambani saa 12, hujachelewa kuchangia Tumaini Media. Kabisa. Dada. Na mimi pia niendelee kuwaomba watazamaji pamoja na wasikilizaji wa Tumaini Media kuendelea kuiwezesha Tumaini Media iweze kuendelea kutuinjilisha sehemu mbalimbali za nchi yetu, ikiwezekana mpaka nje ya nchi ya Tanzania. Tumaini Media inatutegemea sana sisi waamini, Wakatoliki, hata na watu wengine ambao wenye mapenzi mema. Mungu awabariki sana wote ambao wanaendelea kuichangia. Kuna bahasha ziko maparokiani. Kila mbatizwa tumeomba angalau shilingi 1000. Angalau, lakini sio kwamba ni lazima iwe 1000, hata ikiwa 100,000, milioni, angalau shilingi 1000. Kwa hiyo kama wabatizwa wako 5, basi angalau 5000. Na kama bahasha ziko chache zimewaishia zilizoletwa, zinapatikana hapa Tumaini Media. Na kitu kingine vile vile, kama parokia yako bahasha hazijafika, basi toa taarifa kusudi bahasha ziweze kuletwa kwenye parokia. Golden, kuna baadhi ya watu walichukua bahasha, kuna mtu anasema haelewi azipeleke wapi. Ndio. Hizi bahasha unapokuwa umepewa parokiani, unarudisha parokiani. Pale kuna waratibu Moyo Mtakatifu wa Yesu ngazi ya yani akizitoa parokiani azigawe kwenye jumuiya, kwenye jumuiya, ndio, alafu anazirudisha alikozitoa parokiani. Ndio. Na pale parokiani kamati tendaji ambaye ni katibu na mtunza hazina pamoja na mwakilishi wa moyo ndo anazifungua kwa pamoja. Sababu tumepata shida mwaka jana. Ndio. Pesa tumeziona lakini bahasha nyingi hazijarudi. Tunashindwa kuwashukuru wadau. Kuna maombi mule ambao wameyaweka kwa ajili ya majitoleo yao. Pesa wengi parokia nyingi wameweka hela, lakini bahasha hawajatuletea. Umeona? Sasa hii kidogo inatuletea shida wakati tunataka kuwashukuru na kuwajua wadau ambao wametuchangia. Kwa hiyo naomba basi ushirikiano kutoka ngazi ya parokia, tujitahidi sana, tufanye kwa upendo, tuweze kumtukuza Mungu na injili iweze kusonga mbele. Haya, kwa wewe ambaye uko mbali na nje ya Dar es Salaam, tumia nambari hizo tu ambazo zinapita ili kuweza kutegemeza kituo hiki kiweze kwenda mbele. Basi tukamilishe tena kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tunaukimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu. Utuokoe siku zote kila tuingia kwa hatarini. Ee Bikira mtukufu na mwenye baraka. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na mtazamaji, tunakushukuru sana kwa kuwa muda wote ambao umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Mada ambayo tumeizungumza ni namna ya kumpata
kiongozi bora ndani ya kanisa Katoliki, lakini tukitembea na karakana ya uongozi mwaka wa 2025. Shukrani sana kaka Gordon Wenyagira, lakini pia dada Adolfina Lwambano. Mimi sina la ziada, naitwa Selina Joseph Matuja. Endelea kutazama vipindi vinavyoendelea, lakini endelea kutegemeza Tumaini Media. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.